Chokochoko za kuitaka kuishambulia tena Iran bado ni kubwa. Israel na Marekani zinatajwa na majasusi wengi ulimwenguni kwamba zipo katika mpango wa kuanzisha mashambulizi kwa mara nyingine tena. Hata hivyo, ni Israel ambayo imeapa katika miaka ya hivi karibuni kwamba itahakikisha Iran haimiliki silaha za kinyuklia. Bado imani ya Israel ni kwamba Iran ina makombora ya nyuklia, jambo ambalo mara kadhaa Iran imesema hilo halipo. Lakini kutokana na chokochoko zinazoendelea kutaka kufanya mashambulizi, ambapo pia ilidaiwa katika wiki iliyopita kwamba pengine huenda baada ya wiki mbili Israel ikafanya mashambulizi kwa mara nyingine tena, Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limeonya kwamba kitendo chochote kipya cha uadui dhidi ya Iran kitakabiliwa na jibu kubwa zaidi. IRGC imesema hayo katika taarifa yake siku ya Alhamisi kwa mnasaba kuadhimisha mwaka mmoja tangu kujiri operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 2, shambulio la kisasi la makombora la jeshi la Iran dhidi ya utawala wa Israel. Taarifa hiyo imeonya kwamba hesabu yoyote mpya isiyo sahihi au uchokozi kutoka kwa Israel itakabiliwa kwa jibu zito, sahihi zaidi na mbaya zaidi kuliko hapo awali. IRGC imeonyesha mafanikio ya uwezo wa makombora na ndege zisizokuwa na rubani za Iran na kubainisha kuwa zilifanikiwa kupenya mifumo ya ulinzi wa anga wa tabaka nyingi wa Israel, ambao ni pamoja na ule wa Iron Dome pamoja na THAAD kutoka nchini Marekani. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, operesheni hiyo ilionyesha uwezo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupigwa kwa usahihi na kwa kustajabisha na kuifanya mifumo ya ulinzi wa Israel kukosa ufanisi dhidi ya usahihi wa silaha za hali ya juu za Iran. IRGC imesisitiza kuwa hatua yoyote tarajiwa ya Israel dhidi ya Iran itakabiliwa na ulipaji wa kisasi wa kutisha na kujutia na utakaosogeza utawala haramu wa Kizayuni karibu zaidi na kuporomoka kwake. Iran ilivurumisha makombora yasiyopungua 200 ya balistiki katika vituo vya kijeshi na usalama vya Israel mnamo Oktoba mosi mwaka 2024 wakati wa operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 2 ili kuadhibu utawala wa Israel na kumuua kiongozi wa kisiasa wa harakati ya wapiganaji wa Hamas Ismail Haniyeh mjini Tehran na kiongozi wa Hizbullah Hassan Nasrallah huko Beirut, pamoja na mauaji ya watu wa ukanda wa Gaza pamoja na Lebanon. Hata hivyo, IRGC inasema adui hana ubavu dhidi ya Iran. Msemaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC ameelezea kusema kwamba Israel na washirika wake hawana uwezo wala ubavu wa kuanzisha vita vipya wala kupambana tena na Iran. Hivyo basi wamekimbia operesheni za vita vya kisaikolojia, na kwamba wakati huu Iran ipo tayari na imejipanga vilivyo kwa ajili ya kukabili uchokozi wa aina yoyote. Anasema adui hawezi kuanzisha vita vipya, lakini anataka kuiweka nchi katika anga inayofanana na ya vita iliyojaa taharuki na mvutano, ameelezea Brigedia Jenerali Ali Mohammed Nain, na kuongeza kuwa kwa madhumuni haya inafuatilia operesheni za kisaikolojia. Sisi hatutaanzisha vita na wala hatuviogopi vita, lakini tutajibu vita. Msemaji wa jeshi la Sepa ameeleza bayana kuwa tunawaambia wananchi wa Iran wasiwe na wasiwasi iwapo vita vitaibuka. Sisi ndio tulioshikilia mpini na tuna nguvu ya kujihami ambayo itamfanya adui kujutia. Brigedia Jenerali Ali Mohammed Nain amekumbusha kuwa baada ya vita vya siku 12 vilivyoanzishwa na maadui wa Iran mnamo Juni 23, Jamhuri ya Kiislamu kupitia operesheni zake za kulipiza kisasi zilizofanikiwa dhidi ya utawala wa Israel na Marekani ilifanikiwa kusimamisha uchokozi huo wa kigaidi. Nain amesema doktrini ya usalama ya Israel iliporomoka wakati wa vita hivyo, na kusisitiza kuwa utawala huo ulikosea kwenye mahesabu yake juu ya nguvu ya Iran na kuamini kimakosa kwamba wa Iran wangesalimu amri baada ya shambulio la awali. Badala yake amesema watu wa Iran walitoa jibu la kuponda dhidi ya adui mwenye njozi. Kwa mujibu wa msemaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, vita hivyo vilidhihirisha umoja wa kitaifa wa Iran, nguvu ya wanajeshi na ufanisi na uongozi wa nchi hiyo. Ameongeza kuwa Iran iliibuka imara zaidi na yenye mshikamano na nguvu baada ya uchokozi huo wa siku 12 wa Marekani na Israel. Hata hivyo, amesema kwamba jibu la Iran lilikuwa la kutosha na la kushangaza ulimwengu. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.